huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Musa. Ni mengi yamekuwa, kwa hiyo unastahili. Ni lazima sifa za moyo wako ziachiliwe. Tusipojua kushukuru katika vichache, Mungu hata vile vilivyo vikubwa hawezi akaviachilia. Kwa hiyo ili vile vikubwa tunavyoviomba, ni lazima tujue kumshukuru Mungu. Tusibebe roho za Kiyahudi za kujihesabia haki mbele zake Mungu, kwamba tunastahili kupewa na Mungu. Hapana, watu wa Mungu. Tukumbuke neema ya mwanzo ilipotea. Mungu katika uumbaji wake alimuumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. Na katika ule uumbaji aliachilia mbaraka. Tukapewa mbaraka, manake pakaongezeke. Kwa hiyo siku zote tunapokuwa mbele zake Mungu, tunahitaji kuongezewa. Lakini ili viweze kuongezewa, ni lazima ukumbuke ulikotoka. Hilo ni la msingi, watu wa Mungu. Narudia tena, tuachane na roho za Kiyahudi za kujihesabia haki, kwamba mbele zake Mungu tuna haki ya kupokea. Hapana, sisi ni watenda dhambi. Narudia tena, ile neema ya mwanzo ya kuumbwa kwa mfano wake Mungu na mbaraka tulioupokea, tuliipoteza pale Edeni. Lakini kwa upendo wake yeye Mungu alimtoa mwana wake wa pekee ili aweze kurejesha mahusiano kati ya kwako wewe na Mungu. Hayo mahusiano ni yale mahusiano ambayo yalipotea pale Edeni. Siku zote wanajaribu kusema kwamba mwanzilishi wa kutoa ni Mungu. Na ni kwa nini aliamua kumtoa mwana wake wa pekee? Ni kwa sababu alikupenda wewe. Ni kwa sababu tulipendwa sisi. Ni kwa sababu Mungu wetu alikumbuka. Kwa nini nasema alikumbuka? Kumbuka, uliumbwa kwa mfano wa kwake. Ule mfano wa kwake ukaupoteza. Hapa naomba utulivu sana. Tunapomwendea Mungu kumtolea sadaka, ni lazima usijihesabie haki, kwa sababu kumwendea Mungu si haki yako wewe, kwa sababu ulishapoteza ile neema ambayo yeye aliiachilia, iliyokufanya iwe haki yako kuhudumiwa na Mungu. Narudia tena, uliumbwa kwa mfano wake. Ewe mwanaume na ewe mwanamke, ulikuwa una haki ya kuhudumiwa na Mungu.
Lakini ile neema ukaja ukaipoteza wewe. Wapi? Pale Edeni. Ulivyoipoteza ile neema, ukuwa na haki tena mbele zake Mungu ya kuhudumiwa na Mungu, ya kuhudumiwa na malaika walio wema na Mungu. Lakini yeye aliyekuumba kwa mfano wake, wewe mwanaume, wewe mwanamke, aliamua kutafute tena, akurejeshe mikononi mwake. Huko mahali hapa ni kwa sababu kuna neema imetokea. Hilo ukumbuke. Huko mahali hapa unafanya ibada ya kuomba Mungu akuondolee magonjwa, Mungu akufungue, Mungu afanye ukombozi kwako. Ni kwa sababu kuna neema. Ni kwa sababu, lugha rahisi, kuna huruma. Kwa hiyo usijihesabie haki, kwa sababu haki yako ya mwanzo ulishaipoteza. Najua hata mtoto tuliyezaa akishapoteza uaminifu alafu akarejea mara ya pili, hata kuwa vile kama alivyokuwa mwanzo. Hata kuwa vile. Kwa hata sisi wana duniani hatutakuwa kama vile tulivyokuwa mwanzo, ila kwa sababu ya neema imeshuka, hebu tumwendee. Tutafanyaje? Ndani yake lazima ubebe roho ya shukurani. Wewe ukitaka Mungu wa miungu, Mungu wa urejeo, Mungu wa ukoo wa Mwansaso afanye kitu kwako, beba roho ya shukurani. Nini manake? Kumbuka ulikotoka, kumbuka ulikotolewa, kumbuka ulipo, kumbuka unakotaka kwenda. Watu wa Mungu, hata maisha tu ya kawaida, tusipokumbuka tulikotoka, huwezi ukafika unakwenda. Kwa upendo wake Mungu amemtoa mwana wake wa pekee. Lengo na kusudi ni kukurejesha. Lakini katika hali ya urejesho ni lazima ukubaliane na matakwa mapya na kanuni mpya na mfumo mpya. Acha mazoea. Unajua watu mnajihesabia haki kwamba mimi kwa Mungu ni haki yangu. Hapana, huna haki. Wewe ni mchafu. Wewe ni mchafu. Haki ya mwanzo ulishaipoteza. Ni neema tu. Ni neema. Neno neema ndani yake kuna neno la Kiswahili linasema sio lazima wewe kuhudumiwa na Mungu. Sio lazima. Sio lazima. Sio lazima. Kwa hiyo unapomwendea Mungu, jitahidi sana kukumbuka ulikotoka. Kanisa linajihesabia haki. Huna haki. Huna haki, mtu wa Mungu. Huna haki.
Kwa nini una haki? We ni mwana wa Adamu, sio mwana wa Mungu. Hapo pana utofauti. Unaliangalia, pana utofauti. Wewe ni mwana wa Adamu, na Adamu ametawaliwa na dunia. Ndio maana umebeba mambo mengi ya kidunia. Na tukumbuke mambo mengi ya kidunia yanamilikiwa na nani? Yanamilikiwa na upande wa pili, yanamilikiwa na Shetani. Ndio maana sisi ambao sasa tumeamua kumrejea Kristo, ni lazima tufanye mabadiliko ya nini? Ya tabia. Wokovu ni mabadiliko ya tabia, ndio Mungu amelenga hilo. Kwa hiyo ukiweza kubadilika tabia hii ya hii kidunia, Mungu atakuchunguza, ndipo ambapo ana uwezo wa kukuhudumia. Tabia ulionayo wewe ni ya Adamu, ya hii dunia. Na hizi tabia siku zote hazimpendezi Mungu. Manake sio asili yake Mungu, ni asili ya dunia. Naomba umakini sana mahala hapa. Kwa nini ninaomba umakini? Lengo na kusudi, hii ni huduma. Tunataka tuhudumiwe na Mungu. Tunataka Mungu afanye kitu kwetu. Ndio maana tuko hapa. Maana tuko hapa. Jitafakari. Ndio maana unakuta kanisa aliwezi likamtolea sadaka Mungu, aliwezi likamshukuru Mungu, kwa sababu linajihesabia haki. Lakini yote haya yanajumuishwa na ufahamu. Watu wa Mungu, Mungu ni ufahamu. Mungu si jengo. Mungu si dhehebu. Mungu si dini. Mungu sio Pentekoste. Ni mabadiliko ya tabia, ni matendo yaliyo mema yanompendeza Mungu. Badilika. Hayo magonjwa yanakusumbua ni kwa sababu hujabadilika, bado unaipenda dunia. Shida ni nyingi kwenye familia yako, ni kwa sababu hujawa tayari kubadilika. Kila siku mtume anafundisha, anawaagiza mfanye hivi, mnafanya ya kwenu. Wokovu ni mabadiliko ya tabia. Na mojawapo asili ya kwetu chini ya jua sio wa kushukuru. Kwa unapomfuata Kristo katika neema hii, ni lazima ukubali kubadilika, ubebe roho ya shukurani mbele zake Mungu. Watu wa Mungu, tumetendewa mengi kwenye hii madhabahu. Tumetendewa mengi. Watu mnapendeza, watu hamkuwa hivi. Kuna kipindi kimoja ya wiki iliyopita mwinjilisti alimfurahisha sana redioni. Alisema, bwana, hata kama umeanza kunywa maziwa ya ng'ombe kwenye chai, hebu mshukuru Mungu, huo ni muujiza. Kwani mwanzo ulikuwa unakunywa? Wewe unaona kama ni kitu kidogo? Kama kingekuwa kitu kidogo, mbona ulikuwa ukiwezi? Tuko hapa, tuache masiala. Unaenda kununua nguo ambao unaianzisha wewe. Ni neema. Watu wa Mungu, msilete masiala.
Kuna watu toka maisha yao jinsi walivyo ni kupewa tu nguo waliovaa wenzie, yeye anagawiwa. Hajawahi kununua nguo, na siku anapotaka kanunue nguo anaugua. Kumbukeni, naongelea roho ya shukurani kwa huu wakati. Ni maisha gani unaoyaishi na ni wapi ulikotoka? Haya nayahubiri, nayafundisha, nakumbuka nilikotoka na nilipo leo hii. Ni neema. Nikaja mjini. Nilivyokuja mjini nikanunua raba moja, ilikuwa nzuri sana kwa shilingi 70. Nikarudi nikamkuta yule jamaa hata kiatu hana, mwenye chachacha yule hana. Nikarudi kijijini amechaka. Kumbukeni, naongelea roho ya shukrani. Kumbukeni, nahubiri na kufundisha, lazima ukumbuke ulikotoka. Watu wa Mungu, ukitaka ufike unakoenda, kumbuka uliko, na yote ndani yake ni kumshukuru Mungu. Wako wenzio leo hii hapa ulipo, wao hawana. Watu wa Mungu, kumbuka ulikotoka. Ukuwa hivi. Muulize jirani yako, mwenzangu, hivi ulikuwa hivi ulivyo leo hii? Anasemaje wewe mwenzio? Ukuwa hivyo. Kwa hiyo unapaswa kufanya nini? Kumshukuru Mungu. Watu wa Mungu, roho ya shukrani ni tiketi pekee ya kuongezewa kitu. Waliokosa roho ya shukrani ni wale Wayahudi, manake unakuwa na roho ya Kiyahudi ambao wao walijihesabia haki, kwamba kwa sababu Yesu katumwa kwao, wao wanaona ni haki tu kupewa kila kitu kwao. Hapana. Kuna siku mtanikumbuka. Walio wengi waliosahau walikotoka waliishia pale pale walipo. Waliishia pale pale walipo. Silivike. Kwa sababu hazina ya mbinguni imeandaliwa kwa ajili ya wale ambao wameikubali neema, ambao wamekubali kubadilika, ambao wanashukuru. Lazima tumshukuru Mungu kwa sababu tumeipokea neema na maisha yetu yamebadilika. Kumbukeni, ninachokifundisha ambacho Roho ametaka kiachiliwe kwa sasa ni roho ya nini? Ya shukurani mbele zake Mungu. Mungu sio haki yake kukubadilisha wewe, sio haki yake. Kwa sababu neema ya mwanzo ambayo ilimfanya Mungu hiyo haki uliikimbia. Kwa upendo wake Mungu alimtoa mwana wake wa pekee. Lengo na kusudi ni kutufanya sisi sasa tuwe kama hivi tulivyo. Lakini tusisahau wokovu ni mabadiliko ya nini? Ya tabia. Kwa tunapomwendea Mungu ni lazima tubebe roho ya shukurani. Tunamwendea Mungu, mwambie na shukuru. Tamka kwenye hiyo sadaka na kushukuru Mungu kwa matendo makuu uliyonitendea. Sikuwa hivi Baba, sikuwa hivi. Unamwambia. Unajua anenena simi. Na hili ukiweza kulichukua ukaamini, kuna vitu vikubwa sana vitafanyika. Kwa sababu kuna bado hadi leo watu wako hapa wanajua anayeongea ni mimi. Hiyo ndio shida. Hiyo ndio shida. Imefika sehemu kwa sasa Roho anatujua ipasavyo. Hataki reference. Eti mwende kwenye Biblia, Yohana 5, sijui 3, ili kiwe nini? Anakujua, anakuona, anakutazama, kuna kitu anataka kukuachilia. Kwa nini aende kwenye mifano ya hiyo? Lazima tuelezane kweli.
Ndio maana naoji, muulize jirani yako, mwenzangu ulikuwaga hivi? Unatakiwa kumshukuru Mungu. Mnasikia watu wa Mungu? Kuna vitu vingine tunavikosa mbele zake Mungu ni kwa sababu hatuna roho ya nini? Ya shukrani. Shukuru katika kila jambo. Nayo ni ibada pekee inomfanya Mungu afanye kitu zaidi. Jamani, hata watoto tuliowazaa tukiwanunulia kitu, tukiwapa kitu, wasiposema asante, tunajisikiaje ndani? Sisi ni wazazi, semeni, tuwe wawazi. Ndio atakuwa Mungu ambaye ndio baba wa wababa. Sio wakati tunaishi kijijini kwetu kwa baba na mama hatukufundishwa kushukuru. Sasa mimi nilipofika mjini niko kwa dadangu bana, nimekula chakula tu, mimi nikatoka. Kesho hivyo hivyo tatu, kumbe ananivizia bwana. Ambia jamangu, wewe hapa hata asante. Mazoea. Umenielewa? Leo hii Roho anajifunua na wafundisha mbele zake Mungu. Tujue kufanyaje? Kushukuru ni kwa sababu tumetendewa. Jitahidi sana kwenye ibada zako kuweka sadaka ya shukrani mbele zake Mungu, ili Mungu aweze kufanya yaliyo zaidi ya hayo unayoyataka. Manake huu ni mfumo wa kimbingu. Vitu vingi tunavikosa ni kwa sababu tayari hatutembei kwenye kanuni moja wapo. Na kanuni moja wapo ya Mungu ili afanye kitu kwako ni kumshukuru. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha watu wa Mungu. Na maisha ni upendo. Ukiona maisha yanakusumbua, tambua kwamba huna lile tunda linaloitwa upendo. Na tunda linaloitwa upendo ukilipa nafasi ndani mwako, litakukumbusha kwamba unastahili kumshukuru Mungu. Unapomwendea Mungu muda wote, tukumbuke sadaka ni ufunguo. Huwezi ukagonga mlango aliomo Mungu bila sadaka. Kwa sadaka ni ufunguo, ni key inayotufanya Mungu atusikie. Kwa ndani ya sadaka ni lazima ya matunda yawemo. Kwa neno shukrani na lenyewe ni tunda. Lilipandwa na Mungu kwa ajili ya kwetu pale Edeni. Ni haki yetu, ni wajibu wetu. Kwa ukiona wewe umeokoka huna hili tunda linaloitwa shukrani, tayari una madhaifu, hutamuona Mungu.